Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Naam, kwanza hongera kwa kile ambacho umekuwa kikionyesha, consistency nzuri ukiwa kama kijana wa Kitanzania ambao umepata nafasi ya kucheza kwenye klabu kubwa kama ya Azam FC. Ndio. Unaonaje ushindani, namna ambavyo mwenendo wa timu na wewe nafasi yako kwenye kikosi cha Azam FC? Ushindani mkubwa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Azam ni klabu kubwa, kwa hiyo nadhani kila nafasi mtu anapoipata anaitendea haki. Nadhani ushindani umekuwa mkubwa kwa kweli. Na naamini ushindani huu unatusaidia kuendelea kupambana na kuisaidia timu ili kufika malengo zaidi. Yes, kumekuwa na mtazamo tofauti. Vijana wengi wa Kitanzania wanapofika kwenye timu kubwa kama hizi za Azam FC, wanakuwa na ile hali ya hofu na kuamini kwamba wao ni shilingi, hawawezi kucheza mbele ya dola. Huu mtazamo kwa wewe umekuwa unautazama kwa mtazamo upi? Mimi nautazama katika mtazamo tofauti kwa kweli, kwa sababu tusiende kwenye imani ambayo wengi wakisema kwamba mchezaji mdogo akienda klabu kubwa hivi na hivi, umri bado mdogo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba umri wetu sisi ndio umri sahihi wa kupambana, kwa sababu mtu akimwambia ni umri gani mimi sahihi, labda naweza nikacheza katika klabu fulani, hawezi kukupa majibu pia. Kwa hiyo mimi nachoamini katika umri na katika ukiwa na nguvu ndio unaweza kufanya kitu katika wakati sahihi. Okay, na nadhani ushafika kwenye level tayari, tunasema kwamba kwenye klabu kama ya Azam FC. Je, wewe kama mchezaji matarajio yako ni kufikia wapi? Mimi kama mchezaji kikubwa kwanza ni kupambania timu, kwa sababu bado niko Azam FC na mkataba. Kwa hiyo kikubwa ni kupambania Azam FC kufikia malengo kwanza ya timu. Baadaye mimi binafsi kwa malengo yangu, inshallah Allah atakubariki, naamini kila kitu kinawezekana. Yes, Azam FC msimu huu mmefanya ingizo ama wamefanya ingizo la mwalimu mpya mwenye profile kubwa kabisa barani Afrika kwa Foroy Ibenge. Namna ambavyo wamekuwa akiwatrain nyinyi kama wachezaji, namna ambavyo mbinu zake anazintroduce kwa nyinyi. Ni mwalimu wa design gani ukisema umzungumzie Foroy Ibenge? Kwanza ni mwalimu ambaye ana upendo, na ni mwalimu ambaye tuseme kama anavyosema ana profile kubwa kwa Afrika. Naamini kila mchezaji ambaye anaamini katika kipaji chake anatamani kufundishwa na walimu kama hao. Kwa hiyo nadhani kama sisi wachezaji kwetu ni bahati pia, kwa sababu tunajifunza kupitia mengi anatupa mwalimu. Nadhani hapa tuna miezi michache, lakini unaweza kukaa kama umeona kama umetrain kama miezi 10, lakini naamini kwa muda mbali kwa mpaka sasa hivi na sisi kama wachezaji tunafundishwa mengi na tunapokea of course, na ni mwalimu mwenye upendo, anajali, anathamini. Kwa hiyo naamini kile ambacho anatupa timu inaweza kufika mbali zaidi. Yes, tunaona Azam FC mmefanikiwa kuingia katika hatua ya makundi ya ligi kombe la shirikisho barani Afrika, lakini isivyo bahati katika mchezo wenu miwili imeonekana kutokuwa na kiwango ambacho watu wengi walitegemea. Unadhani changamoto hasa ni ipi nyinyi kama wachezaji na timu kwa ujumla? Mimi naweza ngasema kwamba siwezi kuizungumzia sana kwa sababu iko kitaalamu zaidi, lakini mimi naamini bado tuna nafasi, tumepoteza lakini haijaisha. Bado tuko na mechi 6 katika hatua makundi, tumebakiza na mechi 4 ambazo bado tuna nafasi. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba sisi ndio safari yetu imeshamishwa, hapana. Bado tuna nafasi, na ukiangalia mechi zote tumecheza katika kiwango bora kabisa. Ni unaweza kusema tu ni bahati iko pande yetu, lakini nadhani walimu wamekaa chini wameangalia makosa tuliyofanya katika hizo mechi mbili. Mimi na imani kwa kikosi tulichonacho tunaweza kufanya kitu na tukaenda hatua inayofuata. Huyu ni Zenade Sereli, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kwenye kikosi hiki cha Azam FC. Mpaka kufikia hapa tunahitimisha. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.